Yesu alipomwambia mwanamke Msamaria mnamwabudu Mungu msiyemjua, anamaanisha hivi. Wapo watu wengi leo wanajua ili Mungu aweze kuwasikia lazima wavae nguo fulani, lazima wakae mikao fulani, lazima waende sehemu fulani ndio watamwona Mungu. Wako watu wenye mitazamo kwamba Mungu anatusikia kutoka kwenye anga, kwenye mawingu. Hawajui Mungu akishafanya makao ndani ya mtu, amefanya makao milele. Haondoki, yuko na wewe. Kwa mitazamo hiyo inaweza kufanyisha tukabudu Mungu ambaye tumjui, hata kama tupo kanisani, hata kama tunaenda kwa lugha mpya, kwa sababu ya kukosa ufahamu au maarifa. Ndio maana lazima tumjue huyo Mungu tunayemtumikia, tunayemwabudu. Wakati fulani Mtume Paulo akiwa Athene, kwenye Matendo ya Mitume sura 17 mstari 23, akaenda akakuta watu wanamwabudu Mungu. Hapo kuna kanisa lipo limeandikwa kwa Mungu tusiyemfahamu kule Athene. Paulo akasema, nyinyi mnamwabudu Mungu msiyemfahamu. Wameka bango kabisa, kwa Mungu tusiyemfahamu. Wanafanya ibada kwa Mungu asiyemfahamu. Matendo ya Mitume 17 mstari 23. Akasema sasa huyo Mungu mnayemwabudu ambaye mfahamu, subiri niwaambie, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Yeye ni neno, alikuja akauvaa mwili, akaishi na sisi, akatukomboa. Kwa damu yake tumeondolewa dhambi. Katika yeye tumeondolewa laana, tumehesabiwa haki. Akaanza kuwafundisha huyo Mungu anayemwabudu wasiyemjua. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhahiri wengi leo katika kanisa dunia nzima wakawa wanamwabudu Mungu asiyemjua. Mtume Paulo analiambia kanisa la Wagalatia, kwa Galatia sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Na ananiambia pia mimi na wewe. Anasema, lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mlimtumikia wao ambao kwa asili si miungu. Bali sasa mkisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka. Anamwambia Wagalatia, hapo zamani mlikuwa mnaongozwa na Torati, sheria ya Musa, si ndio? Sheria ya Musa inatuelekeza mpaka leo, inatuelekeza watu washike siku Sabato, watu washike wakati, watu washike miaka, kuadhimisha siku na matukio. Ndio sheria ya Musa ya nani inatuambia. Lakini zile events zote zilizofanyika, matukio yote, siku ambayo wanasema ni pumziko, Pasaka, nyakati zote zilikuwa ni fumbo au kivuli cha nani? Cha Yesu Kristo. Sasa hivi hatutumiki Mungu wa kushika siku au miandamo ya mwezi. Hatufanyi hivyo. Mungu anatumikiwa kupitia ukamilifu wa yule ambaye aliandikwa katika mafumbo katika Agano la Kale. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Mtume Paulo anasema kitabu cha Wakorintho, anasema mpaka hivi leo sheria, Torati ya Musa inaposomwa, pazia kufunika mioyo ya watu. Watu wanashindwa kumuona Kristo, wanashindwa kuiona kweli, wanashindwa kuiona neema. Hatupaswi kumwabudu Mungu kwa kushika miandamo ya miezi, tarehe, miaka, siku na matukio. Mungu haabudiwi katika siku wala matukio. Ndio maana kuna mashindano mengi sana. Ni siku gani hasa unapaswa kumwabudu Mungu? Ni siku gani ya kweli kupaswa kumwabudu Mungu? Hakuna siku ya kumwabudu Mungu. Mungu haabudiwi katika siku, katika mwezi, katika nyakati wala katika majira. Mungu anaabudiwa wapi? Ndani ya mioyo. Waabuduo halisi umwabudu Mungu katika roho na kweli, sio katika siku, sio katika majira, sio katika matukio. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa kanisa,